Mtazamaji, hii ni Seiki TV na hapa tupo Kibondo, Kigoma, na mimi ni mtangazaji wako Barak Jimeni, na hapa niliye naye, huyu ni mkurugenzi na mmiliki wa shule za Hahava Secondary School. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Elia Maulidi Juma. Na hii ni Hahava Secondary School, si ndio? Ndio. Unajisikiaje leo ikiwa ni siku muhimu kabisa ya mahafali ya... Najisikia vizuri sana. Kwa sababu ni mahafali ya 3 ya kidato cha 4 katika shule za Hahava Secondary School. Ndio. Mahafali ambayo kwa kweli imekwenda vizuri, imefanikisha sana. Ndio. Kwa mtazamaji anayekutazama au mzazi au yamkini tu ni mwanafunzi anatafuta shule bora, unamwambia nini? Hahava ni shule bora. Kama ingekuwa kwenye kulinganishwa, hailinganishwi. Ni shule bora. Kwa ufundishaji ni bora, mazingira ni bora, huduma ni bora. Kwa mafanikio ya kitaaluma ni bora. Kwa sababu unapoongea Hahava unaongea shule bora mkoa wa Kigoma. Unapoongea Hahava unaongea ni shule ambayo imebobea katika malezi ya kiroho. Ndio. Na tumeona shule nyingi sana ambazo zimekuwa zina bezi katika eneo moja, maybe la kitaaluma pekee. Ni kwa nini? Ni jambo ambalo linaweza ikaonekana la kawaida lakini sio kawaida, lakini kwa nini ni kiroho na kitaaluma? Elimu bila Mungu inaweza simsaidia mtu. Sababu sasa hivi dunia inahitaji watu wenye maadili. Dunia inahitaji watu ambao wanamcha Mungu. Unapoongea maadili, ukaongea uzalendo, unaongea mtu mwenye hofu ya Mungu, ambaye siye mwizi, ambaye sio mvutaji, ambaye sio msagaji, ambaye si muuaji. Kwa hiyo unapoongea wazalendo, ikiwa wazalendo ni wale wanaoweza kuipigania nchi yao, kutenda kwa ajili ya wananchi wake, manake waaminifu ndio hitaji. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa profesa na elimu yake, lakini kama hana maadili ya uchamungu akawa mwizi. Hata kile anachokisimamia akakiiba mwenyewe au akakiharibu. Kwa hiyo tumeona maprofesa wengi, wengine wameteuliwa kwenye nafasi mbalimbali, wametenguliwa. Kisa nini? Wamekuwa si waaminifu katika ile nafasi, na sababu ya kutokuwa waaminifu si wacha Mungu. Tunapoongea mcha Mungu ni yule ambaye anajitenga na uovu wa kila namna, anamheshimu Mungu, anamuogopa Mungu, anatenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Huyo ndio mcha Mungu. Kwa hiyo kama akitafuta elimu ni vema zaidi akawa na hofu ya Mungu, maana akawa mcha Mungu. Akiwa mcha Mungu kuna faida sana. Ile elimu yake inaweza kumfaa, lakini anaweza akawa na elimu kama sio mcha Mungu isimfae, au ile elimu karudi kuua watu. Kimfano, wanaotengeneza madawa ya kulevya, unadhani ni watu wasio na elimu? Wenye elimu. Wanayo elimu, isipokuwa ile elimu wameitumia visivyo. Ndio maana angekuwa mcha Mungu asingeshughulika kutafuta chemicals za kutengeneza madawa ya kulevya. Lakini wanaohamasisha ndoa za jinsia moja, unadhani ni wakulima ambao hawana elimu? Unadhani ni wachunga ng'ombe? Unadhani walina asali? Wanaohamasisha hayo ni waliosoma. Lakini manake ile elimu hajaitumia vizuri kwa kuwa hana hofu ya Mungu ndani yake. Lakini kama na hofu ya Mungu ndani yake, ile elimu ataitumia vizuri. Vijana wanasoma biology, halafu wazinzi wanatumia ile elimu kukwepa mimba. Maana anaweza kazini siku zote halafu asipate mimba kwa kuwa amesoma biology. Na matokeo yake hiyo ni kwa sababu amesoma, anayo elimu ya biology, lakini hana wokovu, hana uchamungu ndani yake. Kwa hiyo elimu bila Mungu, kwa ufupi, inaweza isimsaidie mtu. Ndiyo maana sisi tunamzingatia sana maadili ya kiroho sana.
na elimu tunazingatia kwa kiwango kikubwa. Nashukuru sana mkurugenzi wa shule za Ahava Secondary School, imekuwa ni baraka sana. Mungu akubariki sana. Ndugu mtazamaji unayenitazama, hii ni Seiki TV na hapa tupo Kibondo, Kigoma. Hii ni shule nzuri na shule bora kitaifa ya Ahava Secondary School. Mlete mwanao na maisha yake yatabadilika kiroho lakini pia kielimu. Mungu akubariki sana. Ulikuwa nami mtangazaji wako Barak Jimen. Asante.